Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Na leo bwana tutajifundisha elimu ya barati. Katika elimu ya barati tutaangalia jina la 23 la barahati. Tumekushaangalia jina la kwanza, la pili mpaka la 22 katika matumizi ya jina moja moja. Lakini kabla ya hapo tuliangalia majina ya barahati yote 28 yanafanyaje kazi kwa ushirikiano, yani yanaposhirikiana. Bimaana utaweza kuambiwa soma majina yote ya barahati ambayo ni 28 kwa idadi kadhaa utapata nini, au kwa ajili ya kuondosha nini, au kuvuta nini. Lakini unaweza pia ukaambiwa andika majina yote ya barahati kwa idadi ya mara kadhaa kwa kutumia labda wino wa zafarani au kalamu ya kawaida kwa ajili ya nini. Sasa hivyo vyote ni vipengele ambavyo tumekwisha viangalia mpaka tukaingia katika kipengele cha faida ya jina moja moja. Sasa leo tutaangalia katika jina la 23 la barahati, jina ambalo linasomeka kama Shamhahiri. Shamhahiri ni jina la 23 la barahati. Kwa Kiswahili unaposema Shamhahiri ni ewe Mwenyezi Mungu hakimu, au ewe Mwenyezi Mungu jaji, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye sifa ya kuhukumu kwa uadilifu, ambaye ni jaji au hakimu. Sasa sifa miongoni mwa sifa za jina hili la barahati ni kumfanya mtu aliyezulumiwa arejeshewe haki yake. Au kuna mtu unamdai hataki kulipa deni, basi unaweza ukamfanyia utaratibu wa jina hili na Mwenyezi Mungu akafanya wepesi ukaweza kulipwa deni hilo. Ila kwa wale waliozulumiwa mali zao, pesa zao, viwanja vyao, majumba yao na mali zingine nyingi ambazo ni za kwao na wao ndo wamiliki halali, ila kutokana na ule unyonge wa kutokupata labda au wa kutokuwa na fedha au uwezo wa kuongea au dhaifu wote ule ambaye madhulumu huyu ametumia kama fursa ya kumdhulumu huyo bwana, basi anaweza akakimbilia kwa Mwenyezi Mungu akamuomba Mwenyezi Mungu kupitia jina hili akaweza kurejeshewa haki yake hiyo aliyodhulumiwa. Sasa atafanyeje? Twende sambamba katika darasa la leo. Tutaangalia kipengele hicho, namna gani mtu anaweza akazurudisha mali yake aliyodhulumiwa, aidha deni lake analodai aweze kulipwa. Sasa tukiwa tunaendelea katika kulikaribia somo letu, nataka nikumbushe jambo moja kuhusu ofa. Ofa yetu ya mwisho wa mwaka tulishaitangaza toka tarehe 19. Baada ya watu wengi kuomba hiyo ofa iwepo, basi tukasema tutaitangaza tarehe za mwishoni mwa mwezi huu. Na ilitangazwa toka tarehe 19 mwezi wa 12, yani mwezi huu. Na ofa hiyo itadumu ndani ya siku 10 tu, ambayo mwisho wa ofa hiyo ni siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, Mungu akitufikisha huko. Ofa hii inakupatia vitabu 12 ambavyo ni vya elimu ya tiba vyote venye thamani ya shilingi 185,000, ambapo kwa bei ya ofa utalipia shilingi 45,000 tu. Vitabu utakavyovipata, kutakuwa na vitabu 5 vya elimu ya mitishamba, ambapo kutakuwa na kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba 1, kitabu namba 2, kitabu namba 3. Kitakuwepo kitabu cha mwongozo wa tabibu. Kitakuwepo kitabu pia cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia. Hivi ni vitabu 5 vya elimu ya mitishamba tu. Lakini pia vitakuwepo vitabu vya dua, ambavyo kutakuwa kuna kitabu cha kwanza ni kitabu cha maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 1 na kitabu namba 2. Lakini pia vitakuwepo vitabu vya barahati
ambapo kutakuwa na kitabu namba 1 na kitabu namba 2. Pia kutakuwa na kitabu cha Abjadi. Pia kutakuwa na kitabu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao, na pia kutakuwa na kitabu cha Furaha ya Ndoa. Hivi ni vitabu 12 ambavyo nimevitaja hapo. Kwa hiyo ukihitaji kuipata sasa ofa hii, utaratibu ufuatwe kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, unatakiwa ufanye malipo ya shilingi 45,000 kwenda namba mojawapo katika hizo zinazoonekana hapo katika skrini yako. Utachagua namba 1 ambayo utaona nyepesi kwako kuifanyia malipo, ima ni ya Airtel au Vodacom au Yas. Ukishafanya malipo, kuna ule muamala utakuja imethibitishwa kiasi kadhaa kimetumwa kwa fulani bin fulani. Sasa huo muamala ndio unaohitaji ili uthibitishe malipo yako, na namba zote hizo zinatoa jina la Bashir Hussein Lugamba. Ukilipia jina hilo hakikisha litoke hivyo, Bashir Hussein Lugamba. Ukishafanya malipo yako, muamala ukarudi, basi muamala ule upige picha alafu unitumie kwenye WhatsApp yangu kupitia namba moja hapo katika hizo 3, zote zipo WhatsApp. Ukiona umeingiza moja haijaonekana, basi jaribu na nyingine, huenda ni mtandao tu umeyumba, lakini zote zinapatikana WhatsApp na zote ziko online muda wote. Isipokuwa kuanzia saa 6 mpaka saa 11 alfajiri, hapo ndio poga inazimwa data. So kwa hiyo ukishafanya malipo ukathibitisha muamala wako kwa kupiga screenshot ukatuma WhatsApp, au ukapiga picha ule muamala ukithibitisha malipo yako, andika ofa ya mwisho wa mwaka, basi mimi nitakuwa nimeshafahamu umefanya malipo kwa ajili ya ofa. Kuna mwingine anakuwa hajui kupiga picha au kuscreenshot. Sasa wewe ukituma pesa au ukamtumia wakala, ukatuma pesa kupitia wakala, unaweza nitumia ujumbe kwenye WhatsApp ukaniambia, Sheikh, nimelipia shilingi 45,000, jina ni fulani bin fulani, ima ni lile jina lako wewe au ni lile jina la wakala. Basi hapo pia utathibitisha malipo yako. Kufanya hivyo kunarahisishia mimi kukutambua wewe ndio uliyefanya malipo na wewe ndio unahitaji kutumiwa hivyo vitabu. Usipofanya hivyo utachelewa wewe mwenyewe kuvipokea, kwa sababu bado mimi nitakuwa sijakutambua aliyelipia hii pesa ni nani. Ndio maana tunasema kuthibitisha malipo yako ni kupiga picha ule muamala au kuscreenshot kisha utume kama picha WhatsApp. Kwa hiyo ukifanya hivyo unakuwa umejirahisishia mwenyewe, na vitabu vitatumwa kwa njia ya soft copy, ambavyo njia hii unatumiwa kupitia WhatsApp au email. Unaweza ukatumiwa vitabu hivi ukiwa nchi yoyote, ndani ya dakika 30 vikao vimeshakufikia, na unaweza ukaanza kufanyia kazi hapo hapo, kama ni kusoma kitabu fulani na ukakielewa kupitia simu yako au tablet au kompyuta au laptop. Lakini vitabu hivi havina limit. Una uwezo pia kwenda stationery ukaprint ukapata nakala za kushika kwa mkono, ukaendelea kuhifadhi maarifa kutoka kizazi chako na kizazi kingine kijacho kikakuta hizo kumbukumbu za elimu hiyo. Kumbuka, elimu za kitiba ni elimu za muhimu na ni elimu ambazo hazijawahi kupitwa na wakati. Yani unaweza ukaisoma leo lakini manufaa yake yakawa ni miaka na miaka, kizazi na kizazi. Kwa hiyo ni vizuri ukawa ni mwenye kuweka maarifa pia. Kwa hiyo unaweza ukaviprint, ukaenda stationery ukakuprintia, ukapata zile nakala za kushika kwa mkono. Hii ndio taratibu ya ofa. Kwa wale wanaopiga simu ili kuthibitisha kwamba Sheikh yupo hewani, unaweza kaendelea kupiga simu, lakini kiukweli mara nyingi huwa simu yangu iko busy. Yani utapiga simu itaita, lakini ukiona haijapokelewa, basi inawezekana mimi nipo kwenye ibada maalumu au niko kwenye dua au kwenye shughuli zingine ambazo haziniruhusu muda huo kushika simu, ila simu yangu huwa haizimwi. Na vizuri ukipiga simu mara 2 mara 3 ukaona hajapokelewa, basi ingia WhatsApp niachie ujumbe, eleza shida yako. Sheikh, nilikuwa nataka nilipie vitabu, naona upokee simu. Basi mimi nikiwa hewani, nikirudi kwenye majukumu yangu ya kawaida nitakujibu, kisha utafanya malipo. Maana kuna mwingine anapiga simu mpaka mara 20 mpaka mara 50. Sasa ile inakuwa ni usumbufu. Piga simu mara 2 mara 3 ukiona
haijapokelewa, basi ingia WhatsApp, acha ujumbe wa ile shida yako. Hata kama sio vitabu, hata kama una shida nyingine yoyote, usikariri tu kupiga simu mpaka shapokee. Kuna wakati sisi hatushiki simu kwa sababu ya nini? Ya majukumu yetu. Na tukishika simu basi muda huo tuko free, tunaweza tukaongea na mtu yoyote, tukajadili au tukashauriana jambo lolote. Kwa hiyo kama ulikuwa na mazoea kupiga simu sana, basi ulijue na hili. Lakini kwa yule ambaye atakuwa anatamani kupata ofa na anataka asichelewi, usishikilie sana kwenye kupiga simu. Bora ukiona unataka upate uhakika, bora uingie kwenye WhatsApp yangu, unipe maelezo ya ujumbe wako kwamba Sheikh, nimetaka kulifanya malipo ila nataka nithibitishe ni kweli ni wewe Sheikh Bashiri au nimekosea. Basi unaweza ukanitumia ujumbe huko, nikipata nafasi nitakujibu, utapata uhakika. Kuliko kushikilia kupiga simu afu ijapokelewa labda ndani hizi siku zote zikaisha, alafu siku zimeisha ndo unakuja kupokelea simu inashikwa, unasema nilikuwa nataka nilipe, nishakupigia sana wiki nzima hii hujapokea, sasa sijalipa. Hii haitoweza kunifanya mimi nikakuhurumia ili nikurejeshe upate ofa. Hapana. Ofa muda wake ukiisha, hakuna mtu anayeweza kunufaika na ofa hii. Nakumbuka hii ndio ofa ya mwisho ambayo itakuwa na bei ndogo. Huenda mwakani tutakuwa na vitabu vingine vipya. Sasa vikishaongezeka, ina maana ofa zitakapokuwa zinatangazwa zitakuwa ni za bei ya juu. Na hapo kutakuwa kuna discount kwa wale wenye vitabu 12, watakuwa wanafanywa punguzo kidogo. Kwa wale ambao hajamiliki kitabu kabisa, ina maana ndio ofa inaweza ikawa mpaka 100,000. Unaambiwa sasa ofa tu ni 100,000. Ina maana ukipata vitabu vyote inakuwa labda 300,000, 400,000. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likakufanya wewe ukapata ugumu kuvipata vitabu hivyo. Ndio maana tukasema hii itakuwa ni ofa ya mwisho wa mwaka, lakini pia ndio itakuwa ofa yenye bei ndogo. Baada ya hii ofa zingine zinaweza zikawa zina bei kubwa. Sasa hii ni taarifa ya ofa, tuachane nayo twende kwenye somo letu. Jina la 23 la Barahati ambao ni Shamhahiri. Ewe Mwenyezi Mungu judge, au ewe Mwenyezi Mungu hakimu. Yani hili jina linampa sifa Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye ndo hakimu mwadilifu, au yeye ndio jaji mwenye kuhukumu. Sasa sifa yake kubwa kabisa ni kufanya mtu akapata haki yake aliyodhulumiwa au anayoidai. Kumfanya mtu apate haki yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu si ndio jaji, si ndio mwenye kuhukumu. Ila sio haki ile wewe mwenyewe ndio madhulumu unataka umdai mtu hali ya kuwa wewe huna haki ya kudai. Hapana. Ni ile kumfanya mtu wewe akulipe au akurejeshe haki yako hali ya kuwa wewe ndio mtu mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo jina hili la Shamhahiri linabeba sifa ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio jaji na Mwenyezi Mungu ndio hakimu. Lakini wewe mtumiaji unapata faida ya kurejeshewa mali yako au haki yako uliodhulumiwa au deni lako unalodai mtu akuripe. Sasa unafanyaje? Kama umedhulumiwa, sawa, kama umedhulumiwa au kuna haki unahitaji upatiwe haki hizo, ima ni moja au mbili au zaidi, basi unatakiwa ufanye hivi. Utaliandika jina hili la Shamhahiri kama lilivyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu hapo katika karatasi kwa kalamu ya wino. Kalamu ya wino, ile kalamu ya kawaida tunayoandikia ambayo ni peni, utaandika kwa idadi ya mara 15 Shamhahiri, Shamhahiri mpaka idadi ya mara 15. Kisha karatasi hiyo utaichoma katika moto ukiwa unatia nia yako ya kuhitaji kupatiwa haki hizo unazozidai. Kama mtu amekudhulumu, chukua karatasi ichome kwenye moto, ila kipindi unaichoma unatia nia, Mwenyezi Mungu wewe ndio hakimu, wewe ndio jaji. Na mimi natumia jina lako hili kama sifa zako zilivyo. Nahitaji haki yangu niliyodhulumiwa na bwana fulani bini fulani nirejeshewe. Wewe labda unadai deni, mtu hataki kukulipa. Unasema nahitaji yule fulani bini fulani ninayemdai deni langu kiasi kadhaa, labda 2,000,000, 5,000,000, 200,000, 50,000, 20,000. Nahitaji anirejeshe haraka sana. Kuanzia leo unapochoma karatasi, basi na yeye ashughulishwe mpaka atakaporejesha deni hilo. Ukishaichoma, zoezi hilo utalifanya
kwa muda wa siku 3. Kwa siku ya kwanza utaandika shamhahiri kuendelea mara 15 katika karatasi moja, na utachoma siku hiyo moja, utachoma karatasi moja, na siku ya pili yake na siku ya tatu yake. Aidha unaweza ukaziandika karatasi zote 3, yani kila karatasi moja ukaandika ile jina kuendelea mara 15, alafu kila siku ukawa unachoma karatasi moja, pia inawezekana. Kama utaona kuna usumbufu ule wa kuandika kila siku na kuchoma na kisha kuchoma, ila kuchoma yenyewe ni kwa siku moja unachoma karatasi moja. Kwa unaweza kuziandika zote kwa pamoja, aidha ukafanyeje, ukaandika kila siku karatasi moja. Kwa wale waliosoma elimu ya masaa, wanaweza wakatumia kuchoma karatasi hizi katika utawala wa Shamsi. Utawala wa siku ya Jumapili ni bora zaidi kama unatumiaga elimu ya masaa. Elimu ya masaa ni elimu ambayo inakusaidia au kukurahisishia jambo lako liende haraka na lipate majibu. Sasa utawala unaotumika kunyenyekesha watu unaowadai au waliokudhulumu wakutii na wakulipe ni utawala wa siku ya Jumapili ambao ni utawala wa Shamsi. Siku zote utawala huu upo, ila una masaa yake maalum. Mfano, siku ya Jumapili Shamsi anatawala saa 1 asubuhi, saa 8 mchana, saa 3 usiku na saa 10 alfajiri. Lakini Jumatatu pia atakuwepo masaa 4, lakini katika masaa tofauti na hayo niliyataja. Kwa wale wenye kitabu cha Baratii namba 1 wanaweza kurejea katika elimu ya masaa wakasoma, wakaangalia utawala wa Shamsi unafanyaje, ila ikifika siku ya kuchoma anaangalia Shamsi anaingia saa ngapi. Kama ni saa 4 basi choma saa 4 hiyo itakuwa bora. Lakini kama wewe haufahamu elimu ya masaa kuyatumia, basi utachoma muda wowote, kisha utamuomba Mwenyezi Mungu, utatia nia zako na Mwenyezi Mungu akifanya wepesi, inshallah utarejeshewa haki yako. Mwisho wa somo katika jina la 23 la Baratii. Jina hili linabeba sifa ya Mwenyezi Mungu kuwa jaji au Mwenyezi Mungu hakimu. Kumbuka ofa inaelekea mwishoni na tunaelekea mwishoni mwa mwaka. Fanya hima uipate ofa yako ili uweze kunufaika na elimu hizi. Ukiwa na elimu hizi ndugu yangu, utanufaika na vitu vingi. Elimu hizi itakusaidia kutatua matatizo ya kimaisha, matatizo ya kiriziki, matatizo ya kimagonjwa, kuna yale masuala ya mivuto, ya kibiashara, ya kimwili na mambo mengine mengi. Utachagua mwenyewe, nisome elimu ya mitishamba, nisome elimu ya Baratii, au nisome abjad, au nisome Qur'an, au nisome ulimwengu wa majini nikawafahamu viumbe hawa wanaishi vipi. Kwa namna kama hivyo. Kwa hiyo ni wewe tu utachagua nisome elimu gani. Mwisho wa siku utajikuta umekuwa na elimu kubwa. Lakini usia wangu mwingine, watu wengi wamekuwa kinunua vitabu vingi kama hivi inapotokea ofa, alafu anakuwa hasomi. Sasa mimi nataka nikupe utaratibu mmoja utakao kusaidia. Hivi vitabu ni vingi. 12 ni vitabu vingi sana. Ni zaidi ya peji 2000 zenye zimekusanywa. Unakuta kuna kitabu kingine kina peji 100, kitabu kingine kina peji 200, kuna kingine kina peji 70, 80. Ukizikusanya zile ni karibia peji 2000 na kidogo. Sasa uweze ukasoma zote kwa wakati mmoja. Tunafanyaga hivi kwenye kusoma vitabu kama unavyo vingi. Jiwekee utaratibu, kila siku moja utasoma kitabu hichi kimoja, angalau peji au kurasa 5. Kwa hiyo unaweza ukajiwekea utaratibu, kaandika kabisa kwenye karatasi. Jumapili nitasoma Baratii, elimu ya Baratii. Jumatatu nitasoma labda abjad. Jumanne nitasoma Qur'ani. Jumatano nitasoma tiba mbadala. Alhamisi nitasoma maajabu ya mitishamba. Ijumaa nitasoma furaha ya ndoa. Kwa hiyo ikifika ile siku usichukue kitabu kingine wala usishike kitabu kingine. Fanya kile ulichokiandika. Angalau usome peji hizi 5, utajikuta siku moja umeshakuwa na maarifa mengi sana. Lakini kusema mimi mpaka nisome kimoja nikimalize, wewe utamaliza lini hicho kitabu? Na vitabu vingine vinahitaji uvisome. Kwa hiyo unapokuwa unasoma vitabu tofauti kwa kila siku, ile itakusaidia kujua kumbe kitabu gani kizuri zaidi na kinakuvutia zaidi, basi unaweza kukipa kipaumbele kwamba ikifika siku yake hicho kitabu unasoma sana
Alafu kitabu ambacho kikuvutii unaweza ukasoma kidogo lakini unakamilisha ratiba. Ndugu yangu, ukifanya hivi ndani ya miezi 3 mimi nakuhakikishia unaweza ukajikuta umeshakuwa na elimu kubwa sana. Kinachofuata ni kuifanyia kazi kwa vitendo. Sababu vitendo ndio vinavyoleta majibu. Nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja juzi. Alikuwa analalamika aliwahi kunilalamikia, na huyu ni miongoni mwa wanafunzi wangu wako kwenye group lile la kulipia la WhatsApp, lakini linaelekea mwishoni saizi, maana mwezi wa 12 huu linafungwa. Na maana huo ndio mwezi wa mwisho, lakini usije ukatamani kwamba na wewe unataka kuingia, maana nimeona DM message nyingi sana kwamba watu wataka kuingia kule, lakini kifupi group hilo linakwenda kumaliza muda wake. Tulikuwa na magrupu mawili. Lilikuwa group la dua na la mitishamba. Tumesoma miezi 6. Miezi 6 tumefundishana kupitia WhatsApp. Watu kutoka nchi mbalimbali. Sasa kuna ndugu yangu mmoja yupo Kongo kule, ni mwanafunzi wangu. Sasa huyu bwana aliwahi kunilalamikia kwamba bwana, mke wangu kila akipata ujauzito unatoka. Sijui tutumie dawa gani, nimetumia dua nyingi, nimefanya hivi lakini haiwezekani. Sasa kuna vitu nilimshauri kipindi hicho. Ikapita kama miezi 2 akawa niambia ile jambo. Sasa majuzi akanitumia ujumbe wa WhatsApp akasema, nashukuru sana kwa elimu unaotuelekeza. Akasema nilikuwa nikifuatilia zile darasa za Barati. Kwenye kile kipengele cha jina la pili la kariri, kwamba wale mahudamu una uwezo wa kuwaita na ukawaamuru wakakusaidia jambo lolote lile, kama ni kutibia, kama ni kufanya hivi. Sasa mimi nilisoma jina Barati kwa idadi ya mara kadhaa, akanitajia pale ni kama 45 hivi. Kisha nikasoma jina la pili lile la kariri kwa idadi ya mara 14, kisha nikawaamuru wale mahudamu wa jina la Barati kwamba nendeni mkamtibu mke wangu, lile tatizo la kutoka mimba mlikomeshe kabisa. Sasa anasema hivi, mke wangu aliota yuko hospitali anafanywa matibabu kutokana na tatizo lake. Aliota anafanywa matibabu yuko hospitali kutokana na tatizo lake, na baada ya muda mfupi mke wake akabeba ujauzito, lakini pia wakamfundisha na namna ya kuishi na huo ujauzito, ale nini na aache nini. Sasa hii angalia ni nguvu ya Barati. Yaani umesoma, umeamuru, kitu kinakwenda kufanyika. Jambo ambalo wewe unaweza ukajikuta umeshatumia madawa mengi, dua nyingi, vitu vingi, lakini hujapata solution. Kwa hiyo majina Barati ni moja katika vitu vyenye nguvu kubwa. Kama utakuwa umeshanifuatia kwenye darasa zangu za Barati utakuwa unanielewa ninachokizungumza. Ila kama ndo mara yako ya kwanza unaweza ukawa usipate uelewa mzuri kama na ufikiria mimi, lakini Barati ni mkombozi, na Barati ndio mama wa elimu zote za tiba. Na aliyesoma Barati anakuwa amezeeka kielimu. Yaani wewe tunamuita mzee, na maneno yake yanakuwa ni makali na yanakata kama upanga. Sasa fikiria elimu moja tu inakupa vyo vyote hivyo. Kwa sio jambo dogo. Kwamba hata hili mtu unaweza kumchomea siku 2 ya 3 tunashangaa mtu analalamika anasema, bwana mimi nakuletea ile hela yako bwana, nilikuwa nimejisahau, naomba unisamehe." Unashangaa huyu bwana mbona amekaa miaka mingi hajaniletea ile hela, lakini baada ya siku 2 3 kuna kitu kitamshughulisha mpaka ataona kwamba yeye hana haki ya kuishi na deni au mali au haki ya mtu, atarejesha tu. Kwa hiyo namna kama hivyo. Kwa inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Kumbuka ofa inaendelea, ipo mwishoni. Ukihitaji kunufaika, fuata taratibu hizo tulizoelekezana. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.